Tanzania. Kwanza kabisa nimshukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kuja kufanya ziara hii ya kukagua utekelezaji wa ilani. Mheshimiwa Mwenyekiti, unaweza ukajionea kabla hujakagua mradi, lakini ukifika hapa unaweza kuona hatua kubwa ambayo imepigwa kwenye mradi huu wa jengo hili la utawala wa halmashauri ya wilaya ya Kyela. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais katika mradi huu. Mara ya kwanza tulipokea kiasi cha shilingi bilioni 1 na mara ya pili tumepokea pia kiasi cha shilingi bilioni 1 kwa ajili ya kutekeleza ujenzi huu wa jengo la halmashauri. Utakumbuka Mheshimiwa Mwenyekiti, halmashauri ya wilaya ya Kyela nimewahifadhi katika majengo yangu kwa maana ofisi ya mkuu wa wilaya. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais aliona ni vyema na wao kama halmashauri wakawa na ofisi zao. Kwa hiyo tuko kwenye mradi ambao ni mradi wa jengo la halmashauri ya wilaya ya Kyela kwa maana ya jengo la utawala. Hapa ndiko watakapohamia kwa ajili ya kufanya shughuli zao za kuwaletea maendeleo wananchi wa wilaya ya Kyela. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni shukuru serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na mama mchapakazi, mama jemedari Dr. Samia Suluhu Hassan. Hizi zote ukiona hapa tunaongelea bilioni 1, bilioni ngapi, ni hela ambazo zimetoka serikali kuu. Hii yote ni kuonyesha ni jinsi gani Mheshimiwa Rais anatamani wananchi wa wilaya ya Kyela waweze kupata maendeleo kwa haraka. Mheshimiwa Mwenyekiti, wewe ni shuhuda wa kushuhudia mambo makubwa ambayo serikali ya awamu ya 6 imefanya hapa katika wilaya yetu hii ya Kyela. Na huu mradi ni mojawapo wa mradi ambao sisi wana Kyela tunajivunia kuwepo na jengo hili, na tunaamini litakapokamilika jengo hili litakwenda kubadilisha sura nzima ya wilaya ya Kyela, kwa sababu litakuwa ni jengo la kisasa ambalo Mheshimiwa Rais ametuletea. Ndio maana sisi wana Kyela tunasema hatua kwa hatua na Dr. Samia, kwa sababu maendeleo tumeona. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nikaribisha wataalamu waweze kuwasilisha taarifa ya mradi huu. Makofi kwa Mheshimiwa DC. Mheshimiwa Mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Kyela, mpaka sasa imepokea kiasi cha shilingi bilioni 2 kwa ajili ya ujenzi wa jengo la ofisi ya halmashauri ya wilaya ya Kyela kutoka serikali kuu. Kiasi hicho cha fedha kimepokelewa na kuingizwa kwenye akaunti ya halmashauri katika awamu mbili. Katika awamu ya kwanza kiasi cha shilingi bilioni 1 kilipokelewa tarehe 27 mwezi wa 10 mwaka 2025. Awamu ya pili kiasi cha shilingi bilioni 1 kilipokelewa tarehe 30 mwezi wa 9 mwaka 2024. Gharama za mradi. Mheshimiwa Mwenyekiti, gharama ya ujenzi wa jengo la ofisi ya halmashauri ya wilaya ya Kyela shilingi bilioni 3 na milioni 800 na milioni 800. Katika awamu ya kwanza tumepokea kiasi cha shilingi bilioni 1. Katika awamu ya pili tumepokea kiasi cha shilingi bilioni 1. Mfumo wa ujenzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa sasa mradi unatekelezwa kwa mfumo wa traditional contract kwa kutumia mkandarasi Blumark Real Estate Company Limited kwa usimamizi wa mhandisi wa halmashauri ya wilaya ya Kyela kuanzia tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka 2024. Kutokana na fedha kuja kwa awamu, tunatarajia kukamilisha mradi huu ifikapo Juni mwaka 2027. Hatua ya utekelezaji wa mradi. Mheshimiwa Mwenyekiti, utekelezaji wa mradi huu hadi sasa uko hatua ya ujenzi wa nguzo ya chini, sakafu ya juu, first floor slab. Fedha iliyotumika ni shilingi milioni 746,723,970, ambapo asilimia utekelezaji wa mradi ni asilimia 45. Mchanganuo shilingi milioni 256,698,809 na senti 04 kama advance payment ya malipo ya kwanza certificate number 1. Yaliyofanyika ni shilingi milioni 333,987,880. Na atendea haki wa Tanzania, Mama Samia hoi. Mimi sitakuwa na maneno mengi ya kuzungumza kwa sababu nilipokuja mara ya kwanza na sasa hivi the big changes. Yani changes ni kubwa mno. Hongereni sana. Lakini kuna kitu ambacho kinanichanganya kidogo na nataka nipate clarification kutoka kwenu kwamba mmepata bilioni 2 lakini hela iliyopokelewa ni milioni 700 na ngapi sio? Iliyotumika milioni 700 basi, lakini katika changamoto hapa tumezungumzia mifumo ya Musa sijui. Sasa nataka kuelewa sasa hela iliyoingia halmashauri au iliyoingia kwenu watu wa kandarasi. Mheshimiwa Mwenyekiti, labda niwasaidie hapo. Hela inaingia halmashauri ya wilaya ya Kyela na mkandarasi anavyotekeleza huu mradi anakuwa na raise certificate, analipwa kulingana na jinsi ambavyo anafanya kazi.
Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kweli hapo unaona tumepokea kiasi cha shilingi bilioni 2 kutoka serikali kuu, lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, nadhani unakumbuka upatikanaji wa eneo ulikuwa ni changamoto. Kwa ile hela ya mara ya kwanza bilioni 1, pamoja na kwamba mkandarasi alishaanza kufanya kazi, ile hela kwa masikitiko ilivutwa kwenye mfumo kwa sababu ilikuwa ndani ya mwaka ule wa fedha. Kwa hiyo hela ilivutwa. Kwa baadaye hela ya awamu ya pili serikali imetuletea bilioni 1, ndio ambayo hii tunaifanyia kazi. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. CCM oyee. Unaona bwana, sasa kumbe mna bilioni 1 sio bilioni 2. Serikali inahesabia imeleta bilioni 2. Tuwezi kusema bilioni 2 kwa sababu tumepokea bilioni 1. CCM oyee. Unaona bwana, ndio hicho kota kusema, lakini vinginevyo kazi nzuri, hata kiangalia viwango vizuri inayoifanya katika kata hii ya Bondeni, wilaya ya Kyela na kwa Tanzania nzima. Sisi tunashukuru sana. Tunashukuru kwa niaba ya wakazi wa kata ya Bondeni kwenye wilaya yetu, kwenye kata yetu ya Bondeni, kwa sababu tumeona pesa nyingi tunazipata kwenye kata. Pesa ni nyingi, zina manufaa kwa watu wa Bondeni, lakini katika wilaya nzima kwa. Mheshimiwa Mwenyekiti wa CCM wilaya, sisi hatuchoki kuendelea kuomba, pamoja na kazi nzuri ambazo tunafanyiwa kwenye kata ya Bondeni, lakini hatutachoka kushika bakuli na kuendelea kuwaombeni. Pamoja na kazi nzuri inayofanywa na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hapa kwenye kata ya Bondeni, tunaomba huu mradi ni mkubwa, jamii angalau na yenyewe kanufaike na jambo ambalo linafanyika katika eneo hili la Bondeni. Tukiwa na maana kwamba baada ya mradi tuona kitu chochote cha jamii kikafanyika kule. Tuna mambo mengi ambayo tunafanya katika kata ya Bondeni. Tuna majenzi ya vyoo, matundu ya vyoo pale shule ya msingi Maendeleo na mambo mengine mengi. Tuna ujenzi wa makaravati. Chochote ambacho wenzetu kitawabariki wataona kinawafaa kutusaidia kwenye kata, tutafaidika sana. Asante sana.